Habari za wakati huu mtazamaji, mimi ni Benjamin Misanga na huu ni mwendelezo wa matangazo yetu. Waziri wa mambo ya nje wa Irani amekutana na mwenzake wa China kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita vya Irani siku ya Jumatano. Hatua inayosisitiza uhusiano wa karibu kati ya nchi hizo mbili, muda mfupi kabla ya Rais wa Marekani Donald Trump kutarajiwa kusafiri kwenda kukutana na Xi Jinping. Ziara ya RRC iliyotangazwa na shirika la habari la serikali ya China ni safari yake ya kwanza nchini China tangu vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani viliposababisha mshtuko mkubwa dhidi ya usambazaji wa mafuta duniani katika historia na kuvuruga usalama wa nishati wa China, ambayo ni mwagizaji mkuu wa mafuta ghafi duniani. Mapema wiki hii, waziri wa fedha Scott Bessent alihimiza China kuongeza juhudi zake za kidiplomasia ili kuishawishi Irani kufungua mlango bahari wa Hormuz kwa usafirishaji wa kimataifa. Bessent alisema Trump na Xi watabadilishana mawazo kuhusu Irani ana kwa ana wakati wa mazungumzo yao ya Mei 14 hadi 15 mjini Beijing. Hata hivyo, alisisitiza kuwa viongozi hao wawili watajitahidi kuweka uhusiano thabiti kati ya Marekani na China katika mkondo sahihi kufuatia makubaliano ya kibiashara ya mwezi Oktoba. Ihimizeni China iungane nasi katika operesheni hii ya kimataifa ya kufungua mlango bahari huo, alisema Bessent, ingawa hakubainisha hatua gani Beijing inapaswa kuchukua. Aliongeza kuwa China na Urusi zinapaswa kuacha kuzuia mipango katika Umoja wa Mataifa, ikiwa ni moja na azimio linalohimiza hatua za kulinda meli za kibiashara. Hivyo wiki hii Marekani na Irani zilianzisha mashambulizi mapya katika Ghuba, huku zikigombea udhibiti wa mlango bahari huo kwa vizuizi vya majini, hali inayotishia makubaliano tete ya kusitisha mapigano. Trump baadaye alisema jeshi la majini la Marekani litasaidia meli kupita, lakini operesheni hiyo ilisitishwa baada ya Trump kusema siku ya Jumanne kuwa kumekuwa na maendeleo makubwa yaliyopatikana kuelekea makubaliano kamili na Irani. Hadi sasa hakuna majibu ya haraka kutoka Teherani. Waziri wa mambo ya nje wa Irani mnamo Jumatatu alisema kuwa mashambulizi hayo yalitokea baada ya yeye kusema Teherani imefikiria ombi la Trump la mazungumzo yaliyoonyesha kuwa hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro huo. Wachambuzi wameiambia Reuters kuwa China imejihusisha na shughuli nyingi za kidiplomasia na imejiepusha na ukosaji mkali dhidi ya mwenendo wa Marekani katika vita hivyo, ili mkutano huo wa kilele uliokuwa umeshaahirishwa mara moja uweze kufanyika kwa amani. Huku wiki iliyopita China iliongeza upinzani wake dhidi ya vikwazo vya Marekani dhidi ya viwanda vya kusafirisha mafuta vya China vinavyonunua mafuta ghafi kutoka Irani. Wizara yake ya biashara iliamuru makampuni kutotii vikwazo vya Marekani dhidi ya wasafirishaji watano huru, ikiwa ni pamoja na Hegli Petrochemical. China imetumia kwa mara ya kwanza sheria inayoruhusu kulipiza kisasi dhidi ya taasisi zinazotekeleza vikwazo ambavyo inaviona kuwa kinyume cha sheria. China hununua zaidi ya 80% ya mafuta yote yanayosafirishwa na Irani kwa mujibu wa data za mwaka 2025 kutoka kampuni ya uchambuzi ya Kpler. Mafuta ya Irani yamekuwa na wanunuzi wachache kutokana na vikwazo vya Marekani vinavyolenga kukata ufadhili wa mpango wa nyuklia wa Teherani.